Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa afya na uzima uliotuwezesha kukutana leo hapa na kuniwezesha mimi kusimama mbele ya bunge hili lako tukufu kwa mara ya kwanza kabisa kuwasilisha makadirio na mapato na matumizi ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa mwaka wa fedha 2025/26. Namuomba Mwenyezi Mungu aendelee kutujalia afya njema, siha na umri tawil, sisi pamoja na viongozi wetu wote wakuu wa kitaifa na Watanzania wote kwa ujumla, ili tuendelee kushikamana na kushirikiana katika kuliletea taifa letu maendeleo kwa amani na utulivu. Mheshimiwa Naibu Spika, kabla sijaendelea na uwasilishaji, naomba kwa heshima na unyenyekevu wa juu kabisa nimshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuniamini na kuniteua kwa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Aidha, namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwateua pamoja nami Mheshimiwa Kosato David Chumi na Mheshimiwa Dennis Lazaro Londo, manaibu waziri ambao wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana wanaoshughulikia masuala ya nje na Afrika Mashariki. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi pamoja na viongozi wenzangu katika wizara hii tunaahidi kuendelea kutimiza majukumu yetu kwa weledi, ari, ubunifu na kujituma kwa kuzingatia Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, miongozo, sera na sheria za ndani pamoja na mikataba ya kikanda na kimataifa ili kuimarisha uhusiano wa kimataifa na kulinda maslahi ya taifa letu duniani. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa serikali ya awamu ya 6 inahitimisha kipindi chake cha kwanza cha uongozi, naomba uniruhusu kwa namna ya kipekee kabisa kumpongeza tena Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri na wa vitendo uliowezesha nchi yetu kupata mafanikio makubwa duniani na kuwa ni kivutio cha aina yake. Aidha, akiwa mwanadiplomasia namba 1 hapa nchini, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kuimarisha uhusiano baina ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nchi mbalimbali duniani, taasisi za kikanda na kimataifa, na kuletea heshima kubwa sana taifa letu. Tanzania haijawahi kufikia kiwango cha juu kimataifa kama ilivyo hivi sasa. Katika kipindi hiki cha uongozi wake, Mheshimiwa Rais ameikuza na kuimarisha diplomasia ya Tanzania kwa umahiri wa hali ya juu na kuwezesha kulinda na kutimiza malengo ya kiuchumi ya taifa letu kama inavyojidhihirisha katika maeneo mengi kwenye hotuba hii ambayo nimewasilisha. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa heshima na taadhima napenda kumpongeza Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na Mheshimiwa Kassim Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu, pamoja na Waziri wa Nishati, kwa kumsaidia Mheshimiwa Rais kuongoza vyema nchi yetu na kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-25 kwa mafanikio makubwa sana. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nitumie fursa hii kuwapongeza viongozi wetu wakuu wa kitaifa, waheshimiwa mawaziri wote na manaibu waziri pamoja na makatibu wakuu na viongozi mbalimbali kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais kushika nafasi na nyadhifa mbalimbali katika wizara zao, taasisi, wakala na vyombo vya serikali. Kwa dhati kabisa nawatakia kila la kheri katika utekelezaji wa majukumu yao. Nitaendelea kutoa ushirikiano wa dhati na wa karibu pamoja na wao na kwao pia katika kutimiza azma na malengo ya serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Nasema kazi iendelee. Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee kabisa nitumie fursa hii kukupongeza wewe binafsi kwa kuendelea kuwa imara katika nafasi yako, lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Spika Dr. Tulia Ackson, Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani na Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na baraza lake la uongozi, ongeza nguvu kwenye maeneo yote yaliyokuwa dhaifu. Vile vile nawapongeza wenye viti wa kamati nyingine zote za kudumu za bunge pamoja na wajumbe wao kwa kuendelea nao kutekeleza majukumu yao kikamilifu na kusimamia na kushauri serikali kwa dhati. Nimpongeze sana mwenyekiti wa kamati ya Katiba na Sheria ambaye pia amekuwa msaada mkubwa katika sheria zetu mbalimbali ambazo tumekuwa tukizileta pamoja na wajumbe wake. Mheshimiwa Naibu Spika, aidha namshukuru tena Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuamini Balozi Dr. Samuel William Shelukindo, Katibu Mkuu anayeshughulikia mambo ya nje, ambaye yuko hapa leo ukumbini, Mheshimiwa Balozi Stephen Patrick Mbundi, Katibu Mkuu anayeshughulikia masuala ya Afrika Mashariki, na Balozi Said Shaib Musa, Naibu Katibu Mkuu. Aidha, nipende kutumia fursa hii kuwashukuru wakuu wote wa idara na vitengo, mabalozi wanawakilisha nchi yetu nje ya nchi,
ambao leo wanawakilishwa na Mheshimiwa Balozi Justus Nyamanga ambaye pia ni kaimu amidi wa mabalozi wote kwa leo, wenye viti na wajumbe wa bodi zetu waliokuwa hapa na wale waliokuwa hawapo, pamoja na wakuu wa taasisi zilizo chini ya wizara na watumishi wote kwa ujumla, kwa ushirikiano wao mkubwa wanaonipa mimi pamoja na uongozi wa juu wa wizara katika juhudi zao katika kufanikisha malengo ya wizara. Mheshimiwa Spika, kipekee kabisa napenda kushukuru familia yangu kwa upendo, uvumilivu na kuendelea kutekeleza majukumu yangu kwa juhudi na weledi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nitumie fursa hii kutoa pole kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na bunge lako tukufu, na ndugu jamaa na marafiki wa Tanzania wote kwa ujumla kwa kuwapoteza mzee wetu Mheshimiwa Cleopa David Msuya, Waziri Mkuu na makamu wa kwanza wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mstaafu. Tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu ampe mapumziko ya milele. Amin. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa masikitiko makubwa kabisa nitoe pole kwa waumini wote wa Kanisa Katoliki Tanzania na duniani kote kufuatia kifo cha Baba Mtakatifu Papa Francesco ama Papa Francis, na pia kwa waumini wote wa dhehebu la Shia Imami Ismailia kufuatia msiba wa mwanamfalme Karim Aga Khan wa 4. Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahala pema peponi. Amin. Mheshimiwa Naibu Spika, aidha katika kipindi cha Julai 2024 hadi April 2025 nchi mbalimbali zikiwemo Algeria, Austria, Belarus, Botswana, Croatia, Ecuador, Gabon, Georgia, Ghana, Marekani, Mauritius, Moldova, Msumbiji, Namibia, Rwanda, Trinidad and Tobago, Ufaransa, Uruguay na Venezuela zilifanya chaguzi na kuwapata viongozi wa nchi zao kwa hali ya amani na utulivu. Na wapongeza sana wananchi wa nchi hizo kwa kukamilisha zoezi hilo kwa amani na utulivu na kwa njia za kidemokrasia, na huku sisi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tukiwa tunaingia kwenye zoezi hilo mnamo mwezi wa Oktoba 2025. Nichukue fursa hii kumtakia Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea kupitia Chama cha Mapinduzi, mafanikio makubwa. Wabunge wote wenye nia na dhamira ya kuchukua fomu niwaombee mafanikio makubwa ya ushindi mnono, pamoja na madiwani na wale wote watakaogombea nafasi mbalimbali katika ngazi mbalimbali ikiwemo na viti maalum. Mheshimiwa Naibu Spika, hotuba yangu ni kama inavyoonekana katika kitabu cha hotuba ya bajeti ya wizara kilichowasilishwa kwako. Hivyo basi nitasoma muhtasari wake na nitaomba hotuba hiyo iingizwe maelezo yake yote kwenye kumbukumbu za bunge lako tukufu rasmi Hansard. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nianze kwa kusema kwamba Tanzania imeendelea kudumisha misingi ya uhusiano na ushirikiano wa kimataifa kama ilivyowekwa na waasisi wa taifa letu kwa lengo la kubainisha misimamo yetu katika mwenendo wa siasa za kimataifa. Katika kusimamia misingi hiyo, nchi yetu imeendelea kulinda uhuru na kujiamulia mambo yetu wenyewe, kulinda mipaka ya nchi yetu, kutetea haki, kuimarisha ujirani mwema na utekelezaji sera ya kutofungamana na upande wowote kama dira ya msimamo wetu ilivyo kwenye mahusiano na nchi nyingine katika jumuiya ya kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, leo utashuhudia kuwa wawakilishi wote wa mataifa ambayo ni marafiki wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwemo mataifa ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ya kudumu wapo hapa leo bila kujali tofauti yoyote waliokuwa nazo wao wenyewe, kwa sababu Tanzania imekuwa mstari wa mbele katika msimamo wetu wa kutofungamana na upande wote. Na leo ndio maana unaona nchi ya China, Urusi, Uingereza, Marekani na Ufaransa kama wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wote wako hapa. Mheshimiwa Naibu Spika, sambamba na hilo, Tanzania imeendelea kushiriki katika jitihada za ulinzi wa amani na usuluhishi wa migogoro na kudumisha ushirikiano katika hatua za pamoja za kukabiliana na changamoto za kidunia, kuhimiza maendeleo stahimilivu, endelevu na kutetea haki na usawa baina ya mataifa yanayoendelea. Aidha, misingi hiyo imechangia kudumisha heshima kubwa sana na taswira njema ya taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania dunia nzima. Mheshimiwa Naibu Spika, ninayo heshima kubwa kuelezea baadhi ya majukumu ambayo wizara inajivunia kuyaratibu na kwa ufanisi mkubwa na kufanikisha utekelezaji wake kwa kipindi cha kwanza cha serikali ya awamu ya 6 kupitia ushirikiano wa uwili, kikanda na kimataifa kama ifuatavyo. La kwanza kabisa ni kukamilika kwa sera ya mambo ya nje toleo la mwaka 2024 na mkakati wake wa utekelezaji. Sera hii inaweka msisitizo katika utekelezaji wa diplomasia ya uchumi, ikiwemo kukuza upatikanaji wa masoko na bidhaa za Tanzania nje ya nchi, kutangaza na kuvutia fursa za uwekezaji, utalii, uchumi wa bluu, kuhamasisha ushiriki wa diaspora
katika maendeleo ya taifa moja kwa moja na kutumia Kiswahili kama nyenzo ya diplomasia kwa manufaa ya kiuchumi. Pili ni kushawishi Umoja wa Falme za Kiarabu kufungua ofisi ya konseli kuu Zanzibar. Aidha, nchi 7 nyingine zimefungua ofisi za uwakilishi wa heshima ambazo ni Ufaransa, Uingereza, Italia, Ujerumani, Hispania, Uswidi na Brazil. Hatua hii inarahisisha sana kupatikana kwa huduma za kikonseli ikiwemo visa na kuchagiza ukuaji wa biashara, maendeleo, utalii na uwekezaji kati ya Tanzania na nchi hizo. La tatu, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kuratibu na kufanikisha ushiriki wa Tanzania katika jitihada za utatuzi wa migogoro kwa njia ya amani pamoja na kushiriki katika operesheni za kulinda amani kikanda na kimataifa. Mathalan, hadi kufikia Mei 2025 Tanzania ilikuwa na jumla ya walinda amani 1890 ikiwa ni nafasi ya 11 kati ya nchi 119 duniani zinazochangia walinda amani moja kwa moja katika misheni za ulinzi wa amani za Umoja wa Mataifa. Niwapongeze vijana wetu wote waliojitolea mstari wa mbele katika nafasi hiyo. La 4, kufanikisha ushiriki wa Tanzania katika mikutano ya wili kikanda na kimataifa ikiwemo mikutano 42 ya tume za pamoja za kudumu na ushirikiano yani JPC, tume ya pamoja ya ushirikiano JCC na mashauriano ya siasa kati ya Tanzania na nchi nyingine. Mikutano hiyo imewezesha serikali yetu kutetea maslahi ya taifa na nchi hizo katika maeneo mbalimbali ya ushirikiano kwa manufaa ya taifa letu ikiwemo diplomasia pamoja na ushiriki wa Tanzania katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kikanda, kimataifa na kimataifa ili kulinda maslahi ya taifa pamoja na kustawisha diplomasia ya kisasa na kujenga mahusiano ya karibu na nchi washirika. La tatu ni kuongeza ushauri. La 4 ni kushiriki kuwezesha upatikanaji wa amani, ulinzi na usalama kwa nchi, jumuiya za kikanda na kimataifa. Na la 5 ni kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi wa wizara, kuimarisha utawala bora na rasilimali watu pamoja na kutekeleza miradi ya ujenzi, ununuzi na ukarabati wa majengo ya ofisi, makazi ya watumishi na vitega uchumi katika balozi za Tanzania na makao makuu yaliokuwa hapa. Mheshimiwa Naibu Spika, baadhi ya mafanikio yaliyopatikana kupitia utekelezaji wa maeneo hayo ni kama ifuatavyo. La kwanza kabisa, Mheshimiwa Spika, napenda kulifahamisha bunge lako tukufu kuwa wizara imekamilisha maboresho ya sera ya mambo ya nje toleo la mwaka 2024 na mkakati wa utekelezaji wake. Sera hiyo ilizinduliwa rasmi mnamo tarehe 19 Mei 2025 na Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwanadiplomasia nambari 1 nchini. Kukamilika kwa sera hii ni utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais wakati akilihutubia bunge lako tukufu la 12 mwaka 2021 pamoja na maoni na ushauri wa bunge lako tukufu yaliyotolewa. Mheshimiwa Naibu Spika, sera hii imeweka misingi mipya ya kulinda mila, desturi na utamaduni wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatutokubali kuingiliwa na mtu yoyote katika mambo hayo matatu. Aidha, sera hii imejumuisha masuala mapya ya kimkakati ikiwemo kutumia Kiswahili kama nyenzo ya diplomasia, uchumi wa bluu, kuimarisha ushiriki wa diaspora kikamilifu katika maendeleo ya taifa, usimamizi wa mikataba na itifaki za kimataifa, mazingira na mabadiliko ya tabia nchi na usawa wa jinsia na vijana. Pamoja na sera hiyo, wizara imekamilisha muongozo wa mabalozi wote yani Ambassadors Handbook na muongozo wa utekelezaji wa diplomasia ya uchumi. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kutoa rai kwa wizara, taasisi, idara zote zinazojitegemea na sekretariat za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa pia kujumuisha malengo ya sera ya mambo ya nje ya toleo la 2024 katika mipango yao na programu zao kama ilivyoainishwa katika mkakati wa utekelezaji ili kuwezesha taifa letu kunufaika ipasavyo na diplomasia ya uchumi huko tunakoelekea. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea kuratibu ushiriki wa Tanzania katika mikutano, makongamano na majukwaa mbalimbali yanayolenga kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika kukabiliana na changamoto za kidunia. Changamoto hizo ni pamoja na kutetereka kwa usalama duniani, kudorora na kushamiri kwa uhasama wa kiuchumi miongoni mwa baadhi ya nchi, kuongezeka kwa magonjwa ya mlipuko yanayochagizwa na mwingiliano baina ya wanyama na binadamu, mabadiliko ya tabia nchi na matumizi hasi ya akili mnemba yani AI ama artificial intelligence. Wizara inashiriki kamilifu katika majukwaa yanayojadili namna ya kukabiliana na changamoto hizi za kidunia zinazotukabili sisi kama Watanzania kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa letu,
tukiongozwa na misingi ya sera ya mambo ya nje. Mheshimiwa Naibu Spika, aidha wizara pia iliratibu na kufanikisha ushiriki wa Tanzania katika mikutano ya uwili kikanda na kimataifa pamoja na ziara za kimkakati za viongozi wakuu wa kitaifa nje ya nchi na viongozi wakuu kutoka mataifa mengine kuja hapa nchini pamoja na wakilishi wao wa taasisi mbalimbali za kikanda na kimataifa. Aidha, kupitia mikutano ya ziara hiyo, serikali imefanikiwa kushawishi wabia wetu wa maendeleo kuendelea kuchangia juhudi za maendeleo. Kama mnavyoona katika picha zinazoendelea kuoneshwa, viongozi mbalimbali wa kimataifa waliokuja hapa nchini Tanzania wakiwa wanapokelewa na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kulifahamisha bunge lako tukufu kuwa kupitia ziara hizo Tanzania imeweza kupata mikataba mipya na hati za makubaliano 51 katika kipindi cha Julai 2024 hadi Mei 2025. Wizara inaendelea kuratibu ziara hizo pamoja na mikataba hiyo kwa lengo la kuwezesha nchi yetu kufikia malengo yake kiuchumi. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea kuratibu ushiriki wa Tanzania kwenye majadiliano katika jumuiya za kikanda za Umoja wa Afrika yani AU, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, Jumuiya ya Nchi za Ukanda wa Maziwa Makuu ICGLR na Jumuiya ya Nchi za Mwambao wa Bahari ya Hindi yani IORA. Kupitia ushiriki wetu katika jumuiya hizi, Tanzania imeweza kupata mafanikio makubwa sana katika sekta za ujenzi wa miundombinu, biashara na uwekezaji, sekta za kilimo, afya, elimu, nishati, mawasiliano na uchukuzi, usimamizi wa mazingira na maliasili, ulinzi na usalama na masuala ya utawala bora. Mara nyingi, Mheshimiwa Naibu Spika, wengi wanakuwa hawajui kama haya mambo yanaanzia Wizara ya Mambo ya Nje, lakini sasa wananchi na mwananchi wa kawaida ameweza kujua kwamba maeneo yote haya huwa yanaanzia Wizara ya Mambo ya Nje na kugusa sekta nyingine zote. Niwashukuru sana waheshimiwa mawaziri, manaibu wa mawaziri na makatibu wakuu kwa mashirikiano yao makubwa sana wanatupatia Wizara ya Mambo ya Nje kuweza kufanya kazi yetu hii ya kuratibu, kufuatilia na kushajiisha kwa urahisi zaidi. Mheshimiwa Naibu Spika, ushiriki wetu na mafanikio tuliyopata ni kielelezo cha kubalika kwa sera na mipango ya serikali. Hivyo wizara itaendelea kuimarisha uhusiano imara na wa kimkakati kati ya Tanzania na nchi nyingine, jumuiya za kikanda na mashirika ya kimataifa kwa manufaa ya taifa, lakini pia kuimarisha mashirikiano ya ndani katika kuratibu na kuwasiliana na wenzetu wa wizara za sekta zote. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi hiki wizara iliratibu pia na kufanikisha utoaji wa huduma za kikonseli na kiitifaki kwa jamii ya wanadiplomasia hapa nchini kwa mujibu wa mkataba wa Vienna kuhusu uhusiano wa kidiplomasia wa mwaka 1961 na mkataba wa Vienna kuhusu uhusiano wa kikonseli wa mwaka 1963. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea kutoa huduma za kiitifaki na kikonseli ndani na nje ya nchi, ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa visa kwa maafisa na watendaji wa serikali, viongozi wa vyama vya siasa, waheshimiwa wabunge wote na taasisi nyingine mbalimbali. Aidha, wizara kwa kushirikiana na wadau wengine imeendelea kutafuta ufumbuzi wa changamoto mbalimbali zinazowakabili wa Tanzania nje ya nchi pamoja na kulinda maslahi ya wanaofanya kazi katika balozi na mashirika mbalimbali ya kimataifa hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, mnamo mwezi Novemba 2024 wizara iliratibu na kushiriki katika mkutano wa pamoja kati ya Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki na mabalozi wakuu wa mashirika ya kikanda na kimataifa hapa nchini. Kupitia mkutano huo, wizara ilipata fursa ya kutoa taarifa na ufafanuzi kuhusu masuala muhimu ya kitaifa. Vile vile, kupitia balozi za Tanzania zilizoko nje ya nchi, wizara imeendelea kutoa huduma za kikonseli kwa Watanzania waishio nje ya nchi kama hatua muhimu ya kujali na kuthamini mchango wao. Kuhusu uratibu wa masuala ya kidiaspora, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuzingatia umuhimu wa diaspora katika maendeleo ya taifa letu na kwa kuzingatia utekelezaji wa ibara 132B ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020-2025, wizara imeendelea kuratibu na kuhamasisha ushiriki wao katika shughuli za kiuchumi, kielimu na kijamii hapa nchini kwa namna mbalimbali. Moja ya njia ambazo wizara imekuwa ikitumia katika kutimiza jukumu hili ni kupitia utaratibu wa kuwaunganisha diaspora na taasisi mbalimbali nchini ili waweze kupata huduma na bidhaa zinazorahisisha ushiriki wao katika maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na uratibu huo,
wizara imefanikisha kufanyika kwa kliniki na mikutano ya kutoa huduma kwa pamoja kwa wanadiaspora wote katika maeneo mbalimbali ya kimkakati ambayo Tanzania ina uwakilishi. Hapa napenda kuwashukuru sana Wizara ya Afya, Wizara ya Ardhi, Wizara ya Nyumba, Maendeleo ya Makazi, Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA na Idara ya Uhamiaji. Aidha, shukurani za kipekee kabisa ziwaendee kwa benki za Absa, Azania, BOT, CRDB, Equity, Exim, NBC, NMB, TCB, PBZ, Stanbic, UTAMIS, TIC na NHIF, pamoja na mifuko ya hifadhi ya jamii ya NSSF, ZSSF na PSSSF kwa michango yao wanaotusaidia kwenye eneo hili la diaspora. Mheshimiwa Naibu Spika, mnamo mwezi wa Agosti 2024 wizara iliratibu na kushiriki katika kliniki ya diaspora ilifanyika katika visiwa vya Komoro na kuwakutanisha zaidi ya diaspora 300 na watoa huduma kutoka Tanzania wapatao 18 kutoka serikalini na sekta binafsi. Aidha, wizara imeendelea kuratibu kliniki na mikutano katika maeneo mengine ya uwakilishi ikiwemo Netherlands, Italia, Afrika Kusini, Ubelgiji na Marekani. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile katika kipindi hiki wizara ilishiriki katika mkutano wa masuala ya uhamiaji kimataifa, ushirikishwaji wa wanadiaspora na ushirikiano wa kimataifa ulioandaliwa na shirika la uhamiaji kimataifa yani IOM, International Organization of Migration, uliofanyika Sandton mjini Afrika Kusini. Kupitia mkutano huu, wizara na shirika la IOM zilianzisha ushirikiano wa utambuzi wa mtawanyo wa diaspora wa Tanzania yani diaspora mapping. Zoezi hili litakapokamilika, Mheshimiwa Naibu Spika, litaiwezesha serikali kubaini kiurahisi taarifa za mtawanyiko wa diaspora wetu wa Tanzania wote waliokoko duniani ili kuwezesha kuweka mikakati ya kuafikia kwa urahisi zaidi. Mheshimiwa Naibu Spika, mnamo mwezi wa Julai hadi Disemba 2024 wizara imefanya mapitio ya mfumo wa kusajili wanadiaspora wote duniani kidijitali, yani mfumo ujulikanao kama Diaspora Digital Hub, ili kuufanya kuwa rafiki na kuvutia diaspora kujisajili zaidi. Naomba hapa niwatoe wana diaspora wote mashaka kwamba hatutafuti taarifa zao nyingine zozote binafsi, bali tunatafuta taarifa kwa ajili ya usajili huo. Hatua hii itawezesha serikali kupata takwimu sahihi zaidi na zenye uhalisia na kurahisisha ushirikishwaji wao katika shughuli zote za maendeleo pamoja na sheria zao mpya zitakazokuja. Mheshimiwa Naibu Spika, diaspora wameendelea kuchangia maendeleo ya taifa letu kwa njia mbalimbali ikiwemo kuchangia bima za afya kwa wategemezi wao na wazazi wao, kutuma fedha hapa nchini kwa ndugu jamaa na marafiki pamoja na wazazi wao, kuwekeza katika mfuko wa UTT AMIS, kushiriki katika sekta ya kilimo na viwanda, kuchangia shughuli za kijamii kama vile kuchimba visima vya maji, kuchangia dawa na vifaa tiba, kuchangia mission za madaktari na wataalamu wengine katika sekta za afya. Naomba niwape shukurani za kipekee kabisa ndugu zangu wana diaspora waliokuwepo duniani, kwani tunajua kila mmoja hapa ana jamaa yake, ndugu ama rafiki ambaye anamgusa moja kwa moja aliyokuwemo katika wana diaspora duniani. Tunawashukuru sana. Mheshimiwa Naibu Spika, natoa mfano mathalan kwa mwaka 2024 diaspora waliwekeza kiasi cha shilingi bilioni 7.5 katika mfuko wa UTT AMIS ikilinganishwa na kiasi cha shilingi bilioni 6.4 kwa mwaka 2023. Aidha, diaspora kupitia shirika la nyumba la taifa na sekta binafsi waliwekeza katika sekta ya milki kiasi cha shilingi bilioni 9.28 kwa mwaka 2024 ikilinganishwa na shilingi bilioni 7.56 kwa mwaka 2023. Hatua hii inayochangia ukuaji wa sekta ya fedha na uwekezaji wa ndani ya nchi imechangiwa moja kwa moja na wanadiaspora na tunawashukuru sana. Mheshimiwa Naibu Spika, katika swala la elimu na taarifa kwa umma, katika kipindi hiki wizara imeendelea na juhudi zake kubwa za kuimarisha upatikanaji wa habari kwa wananchi moja kwa moja na wadau mbalimbali kuhusu utekelezaji wa majukumu ya wizara kupitia sera ya mambo ya nje, hususan diplomasia ya uchumi. Aidha, wizara kupitia sera ya mambo ya nje hususan diplomasia ya uchumi, wizara imeongeza matumizi ya mitandao ya kijamii sambamba na njia nyingine za mawasiliano katika kuwajulisha
na kuwafikia wadau mbalimbali pamoja na wananchi juu ya fursa zitokanazo na ushirikiano wa wawili kikanda na kimataifa, pamoja na kutoa elimu juu ya fursa na taarifa kwa wananchi moja kwa moja juu ya diplomasia ya uchumi, fursa za kiuchumi zilizokuweko na ajira kwa vijana, mfano ajira za udereva. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kulifahamisha bunge lako tukufu kuwa wizara imeendelea kuratibu utoaji wa taarifa hizo ili kuwafikia wananchi wote, ikiwemo mwananchi mmoja mmoja, kwa sababu hapo awali walikuwa wakilalamika sana kuwa hawapati taarifa za fursa ambazo Wizara ya Mambo ya Nje imekuwa ikizifanya na kuzitekeleza, lakini na kuwaletea wao, pamoja na ziara mbalimbali za viongozi wetu wakuu wa kitaifa ili kujua tija na faida za ziara hizo kwa wananchi moja kwa moja. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea pia kutekeleza diplomasia ya umma, yani public diplomacy, kama hatua muhimu ya kuwajibika kwa wananchi na kuwapatia taarifa kwa wakati na kwa njia rahisi zaidi. Tumegundua kwa wananchi wengi hivi sasa wanatumia mitandao ya kijamii zaidi, kwa hiyo na sisi tumeongeza taarifa zetu kutoka traditional methods kama vile magazeti na TV kuweka zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Aidha, wizara pia imeanza utaratibu wa kutoa machapisho ya jarida la mambo ya nje, yani Foreign Affairs Bulletin, kwa kila robo mwaka, ambayo yanatumika kutoa taarifa za shughuli za wizara kwa wadau, umma na wananchi wote, ili waweze kujua faida ya Wizara ya Mambo ya Nje na kazi zake zote kwa mwananchi mmoja mmoja. Jarida hilo linatolewa kwa njia zote mbili, yani kielektroniki na pia katika chapisho. Nakala ya toleo la 3 imewasilishwa bungeni kwako Mheshimiwa Naibu Spika kwa ajili ya waheshimiwa wabunge wote kupitia. Mheshimiwa Naibu Spika, mnamo mwezi Disemba 2024 wizara iliratibu na kufanikisha ushiriki wa jumuiya ya wanadiplomasia nchini katika hafla ya funga mwaka, yani Arusha Extravaganza, iliyoandaliwa jijini Arusha na mkuu wa mkoa wa Arusha. Hafla hiyo ilitoa fursa kwa wanadiplomasia wote kufanya utalii katika jiji la Arusha na kutembelea vivutio vya utalii na kupata burudani yenye mahadhi ya utamaduni wa Mtanzania, na washajiisha wakuu wa mikoa wote kuleta mialiko yao kwa ajili ya mabalozi kwenda kutangaza fursa zilizokuweko mikoani kwao moja kwa moja na mawilayani. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea kutoa elimu kwa umma, ambapo mnamo mwezi Julai 2024 ilishiriki katika maonyesho ya 48 ya biashara kimataifa ya Sabasaba Dar es Salaam. Wizara ilitumia maonyesho hayo kutangaza mafanikio na hatua zinazochukuliwa moja kwa moja katika kutekeleza sera ya mambo ya nje na fursa zinazotokana na ushirikiano wa wawili kikanda kimataifa, ikiwa ni sehemu ya diplomasia ya umma moja kwa moja na kufikisha taarifa kwa wananchi wa kawaida kupitia maonyesho hayo. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara kwa kushirikiana na wadau wa sekta ya utalii iliandaa na kuratibu ziara maalum ya mabalozi na wakuu wa mashirika ya kimataifa yenye wakilishi hapa nchini kutembelea vivutio vyetu vyote vya utalii kama mnavyoona kwenye screen vilivyopo nchini. Ziara hii iliyojulikana kama Diplomatic Safari ilimuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan katika Royal Tour, ambaye yeye mheshimiwa mwanadiplomasia namba 1 aliongoza ziara hiyo, na sisi tukaona kuna haja ya kufanya Diplomatic Royal Tour. Hii ilifanyika katika maeneo ya hifadhi ya taifa ya Serengeti, mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro na visiwani Zanzibar, na kuleta mvuto mkubwa kwa mabalozi na nchi zao na kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika Royal Tour. Leo Mheshimiwa Naibu Spika, na fahari kukwambia kwamba mabalozi wote wamechukua klipu zao za ziara hiyo na kuwasilisha nchini kwao, ambao sasa imekuwa ni sehemu ya kuitangaza Tanzania duniani kiutalii. Mheshimiwa Naibu Spika, lengo kuu la wizara kwa upande wa Diplomatic Safari and Tour ni kutumia majukwaa ya kidiplomasia kutangaza utalii kwa Tanzania kwa kutumia ushawishi wa wanadiplomasia wanawakilisha hapa nchini, ili wawe mabalozi wa hiari katika kutangaza vivutio vya asili, historia na utamaduni wa Tanzania katika nchi zao, na kuongeza pia idadi ya watalii na wageni wanaoingia nchini na kukuza pato la taifa linalotokana na biashara ya utalii, ambayo katika ilani imewekwa moja kwa moja kama target ya milioni 5 watalii tufikapo mwaka 2025 Oktoba. Mheshimiwa Naibu Spika, ziara hii ilileta kwa pamoja jumla ya washiriki 20 wakiwemo waheshimiwa mabalozi kutoka nchi 18 ambazo ni Umoja wa Falme za Kiarabu, Komoro, Burundi, Cuba, Denmark, Misri, Ethiopia, Iran, Kenya, Korea, Malawi, Rwanda, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Uturuki na Zimbabwe.
na wawakilishi wa kudumu wawili kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO na shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA. Kuhusiana na kuratibu na kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika wizara na taasisi zilizo chini ya wizara, Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kulifahamisha bunge lako tukufu kuwa wizara inaendelea kutekeleza mkakati wake wa ujenzi, ukarabati na ununuzi wa majengo wa ofisi na makazi ya watumishi ubalozini. Katika kutekeleza mkakati huo, wizara imekarabati majengo ya ofisi na nyumba za watumishi katika balozi mbalimbali, zikiwemo ukarabati wa majengo mawili katika ubalozi wa Tanzania mjini Brussels, ambaye balozi wake Justus Nyamanga yuko hapa, ukarabati wa jengo moja katika ubalozi wa Tanzania mjini Pretoria, Afrika Kusini, na ukarabati wa makazi ya watumishi na jengo la ubalozi London, ukarabati wa makazi ya balozi Kampala. Aidha, ukarabati unaendelea katika balozi za Pretoria majengo matatu, Geneva jengo moja, Kampala majengo mawili, na ukarabati wa jengo moja la zamani la ubalozi lilokuwa kwa Washington DC. Aidha, wizara inaendelea kukamilisha ujenzi wa uzio katika viwanja vya ubalozi Addis Ababa, ujenzi wa jengo la ofisi la kwetu la wizara makao makuu Mtumba, ujenzi wa majengo 6 ya makao makuu ya Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu jijini Arusha, na kukamilisha ujenzi wa vyumba 9 vya mihadhara katika kituo cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Ahmed Salim kilichoko jijini Dar es Salaam. Mheshimiwa Naibu Spika, nikiri kuwa waasisi wa taifa letu waliweza kutuletea majengo mengi ambayo yako chini ya umiliki wa Tanzania. Kwa hiyo wizara bado ina changamoto kubwa ya kuweza kufikia ukarabati majengo hayo yote, ambayo yote ni jumla ya majengo 105 yaliyokuwa nje ya nchi. Huo ni utajiri mkubwa sana kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara inaendelea na ukarabati huo, na naomba nikiri kwamba hatuwezi kukarabati yote kwa wakati mmoja, lakini kila bajeti itakaporuhusu na kila mafungu tutakapokuwa tunapokea, tutaendelea kukarabati majengo hayo hatua kwa hatua. Hivi sasa tumeanza na 10 na tutaendelea kwa hatua nyingine 10 ijayo. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara inaendelea pia kutekeleza mpango mkakati wa uendelezaji wa viwanja vinavyomilikiwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nje ya nchi. Katika kipindi hiki, wizara imekamilisha makubaliano na imeanza utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa majengo katika balozi za Nairobi na matayarisho ya utekelezaji wa mradi wa Kinshasa, ubalozi wetu uliokuwa Kinshasa DRC, kwa kutumia vyanzo mbadala vya fedha. Hatua hii imefanikisha kuanza kwa ujenzi wa jengo la kitega uchumi eneo la Upper Hill katika ubalozi wa Tanzania mjini Nairobi, Kenya, kwa utaratibu wa ubia na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii, yani NSSF. Aidha, kwa upande wa mradi wa ujenzi wa jengo la kitega uchumi jijini Kinshasa, wizara imekishaingia katika makubaliano ya kisheria na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF kutekeleza mradi huo utakaohusisha ujenzi wa jengo la ghorofa 25 kwa ajili ya kitega uchumi. Kwa hiyo wizara itatumia fursa hii ya majengo yake pamoja na viwanja vyake pia kuzalisha pato kwa taifa moja kwa moja, kwa sababu yako sehemu ambayo ni prime location kwa ajili ya kuongeza pato. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara pia imefanikiwa kununua jengo moja lilokuweko kiwanja nambari 8040 Kitalu K 22 mtaa wa Naktigal, eneo la Komas, katika ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Windhoek, Namibia. Huu ni ubalozi wetu mpya kwa ajili ya matumizi ya ofisi ya balozi. Ununuzi wa jengo hilo utaiondolea serikali mzigo wa pango la ofisi kiasi cha shilingi nusu bilioni ambazo zilikuwa zinatumika kila mwaka. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa maendeleo ya watumishi, wizara imeendelea kusimamia masuala ya utawala na maendeleo ya watumishi kwa lengo la kuimarisha utendaji kazi. Wizara ina jumla ya watumishi 684 wa kada mbalimbali, ambapo watumishi 241 wapo kwenye ubalozi wa Tanzania nje ya nchi na watumishi 443 wako makao makuu ya wizara. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi hiki Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliteua waheshimiwa mabalozi 7, ambapo mabalozi 5 tayari wameshapangiwa vituo na wanaiwakilisha Tanzania katika nchi za Nigeria, Sweden, Zimbabwe, Msumbiji na Rwanda, na balozi mmoja amepangiwa majukumu wizarani na yuko hapa leo. Mheshimiwa Naibu Spika,
Wizara pia imeendelea kuwajengea uwezo watumishi wake, ambapo jumla ya watumishi 170 wameshiriki katika mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi katika fani mbalimbali ili kuwajengea uwezo wa ndani ya nchi na kimataifa pia. Kati ya hao watumishi 18 walishiriki mafunzo ya muda mrefu na 152 mafunzo ya muda mfupi. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea kutekeleza muundo wake mpya wa kujaza nafasi wazi 12 za wakuu wa idara na vitengo na wakurugenzi wasaidizi. Aidha, wizara imeajiri watumishi 71 ambapo kati yao watumishi 50 ni maafisa wa mambo ya nje daraja la pili, watumishi watatu ni maafisa sheria, mtumishi mmoja ni afisa tehama na watumishi watatu ni madereva. Mtumishi mmoja msaidizi wa kumbukumbu, watumishi 7 ni waandishi waendesha ofisi, watumishi ugavi ni 2, afisa habari 1 na afisa tawala ni 1. Afisa wa maendeleo ya jamii 1 na mhandisi 1. Vile vile jumla ya watumishi 16 wa kada mbalimbali wamehamia wizarani kutoka taasisi nyingine za umma. Ujio wa watumishi hao utasaidia sana kuongeza nguvu na kupunguza changamoto ya upungufu wa watumishi na hivyo kufanikisha utekelezaji wa majukumu ya wizara. Mheshimiwa Naibu Spika, waajiriwa hao wapya 71 wamepatiwa mafunzo elekezi ya awali, yani induction course, katika masuala mbalimbali ya kiutumishi kwa ajili ya kuwawezesha kuanza utekelezaji wa majukumu ya ajira zao. Kadhalika, watumishi 168 wa kada mbalimbali waliopo makao makuu na balozini walipandishwa vyeo na kurekebishwa mishahara yao. Watumishi 2 walibadilishwa kada baada ya kukidhi vigezo husika. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea kuboresha mazingira ya kazi kwa kufanya maboresho ya kanuni za utumishi wa nje za mwaka 2016 na mpango wa motisha wa utumishi nje pamoja na kulipa kwa wakati stahiki. Hatua hiyo imeongeza morali kwa watumishi kufanya kazi vizuri na kulitumikia taifa kwa ubora zaidi. Wizara imeendelea kuwapatia watumishi vitendea kazi bora na vya kisasa kama hatua ya kuongeza tija na kuboresha mazingira ya utendaji kazi. Kwa upande wa taasisi zilizokuwa chini ya wizara, Mheshimiwa Naibu Spika, nitaanza na kituo cha AICC, yani kituo cha mikutano cha kimataifa Arusha. Upande wa AICC, Mheshimiwa Naibu Spika, imeendelea kuendesha biashara ya huduma za mikutano na upangishaji wa nyumba, ofisi na huduma za afya, kutoa huduma za afya kupitia hospitali yake. Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2024/25, kituo kilipanga kusanya kiasi cha shilingi bilioni 29.5 kutoka katika vyanzo mbalimbali. Hadi kufikia mwezi wa April mwaka huu 2025, kituo kilikusanya kiasi cha shilingi bilioni 20.8. Aidha, katika kipindi hiki kituo kilitumia kiasi cha shilingi bilioni 18.6. Mheshimiwa Naibu Spika, kituo kilihudumia mikutano 309 ikiwa ni mikutano 281 ya kitaifa na mikutano 25 ya kimataifa pamoja na Energy Summit ambayo ilileta washiriki 121,989 wa kitaifa na wa kimataifa hapa nchini. Aidha, kituo hichi kimekuwa mchango mkubwa sana katika conference tourism. Kituo kilitoa huduma za afya kupitia hospitali ya ACC ambayo ilihudumia jumla ya wagonjwa 74,947. Vile vile kituo kimekarabati kumbi za mikutano zilizopo AICC jijini Arusha na JNICC Julius Nyerere International Convention Center jijini Dar es Salaam na baadhi ya nyumba za makazi zilizopo jijini Arusha. Mheshimiwa Naibu Spika, mnamo tarehe 8 Machi 2025, kituo na mfuko wa PSSF walisaini hati ya makubaliano kwa ajili ya mradi wa ujenzi wa kituo cha kisasa kinachojulikana kama Mount Kilimanjaro International Conference Center jijini Arusha. Kituo hiki kinaendelea na hatua zinazofuata kuhusu utekelezaji wa mradi huu wa kimkakati ambao utawezesha kutimiza azma ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kuwa na kituo cha kisasa cha aina yake chenye mvuto na kimataifa cha mikutano ya kimataifa katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki na kusini mwa Afrika kuwa ni nambari 1, hivyo kuchangia katika kukuza utalii wa mikutano moja kwa moja, yani MICE tourism, meetings, incentives, conferences and exhibitions. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa kituo cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Ahmed Salim, katika mwaka wa fedha 2024/25 kituo kilipanga kukusanya na kutumia shilingi bilioni 8.01
Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 2.685 ni mapato kutoka kwenye vyanzo vya ndani na shilingi bilioni 5.03 ni ruzuku kutoka serikali kuu. Mheshimiwa Naibu Spika, hadi kufikia mwezi wa Aprili 2025, kwa upande wa matumizi mengineo, kituo kilikuwa kimekusanya shilingi bilioni 5.34 zikijumuisha shilingi bilioni 2.27 kutoka vyanzo mbalimbali na shilingi bilioni 2.39 ruzuku ya mishahara na shilingi milioni 670 ruzuku ya matumizi mengineyo. Aidha, kwa upande wa bajeti ya maendeleo, kituo kilipokea ruzuku ya kiasi cha shilingi milioni 294 laki 372,000 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, hadi mwezi wa Aprili 2025 kituo kimetumia shilingi bilioni 4.9 zikijumuisha bilioni 2.399 kwa ajili ya mishahara na bilioni 2.504 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Aidha, kwa upande wa miradi ya maendeleo, kituo kimetumia ruzuku kiasi cha shilingi milioni 294.372. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa masomo 2024/25 kituo kimedahili jumla ya wanafunzi 1646 ambapo kati yao 149 ni ngazi ya astashahada ya awali, 131 astashahada, 120 stashahada, 840 stashahada ya juu na 251 shahada pamoja na 155 shahada ya uzamili. Kadhalika, kituo kinatoa mafunzo ya lugha za kigeni 7 hivi sasa, ikiwemo Kiarabu yani lughatil arabia, Kifaransa, Kihispania, Kiingereza, Kichina, Kikorea na Kireno. Mafunzo ya muda mfupi katika masuala ya diplomasia, uhusiano wa kimataifa, strategia, usuluhisho wa migogoro na yani conflict resolution na ujenzi wa amani, peace building. Kituo hiki kimeendesha mafunzo ya muda mfupi yaliyonufaisha washiriki 221 moja kwa moja kutoka sekta zote za umma na sekta binafsi. Kuhusiana na mpango wa hiari wa Afrika wa kujitathmini katika utawala bora yani APRM. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2024/25 APRM Tanzania iliidhinishiwa bajeti ya shilingi bilioni 1.25. Kati ya fedha hizo shilingi milioni 630 ni ruzuku ya mishahara na shilingi milioni 626 ni ruzuku ya matumizi mengineyo. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Aprili 2025 APRM imepokea shilingi milioni 612. Kati ya fedha hizo 336 milioni ni kwa ajili ya matumizi mengineyo na 275 milioni ni kwa ajili ya mishahara. Mheshimiwa Spika, kuhusiana na mafanikio mbalimbali yaliyopatikana, changamoto na utatuzi wake. Mheshimiwa Naibu Spika, kufuatilia utekelezaji wa vipaumbele hivyo nilivyovitaja vyote, wizara katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025 imepata mafanikio mbalimbali. Kwa muhtasari, naomba nitaje mafanikio kama ifuatavyo. Kwanza, fanikio kubwa sana lilopatikana ni kukamilisha kwa sera hii ya mambo ya nje ambayo imechukua muda mrefu sana ikisubiri kuwa toleo la mwaka 2024 na mkakati wa utekelezaji wake. Sera hiyo sasa imekamilika, imeshazinduliwa na wabunge wote wamepatiwa nakala. La pili, kuimarika kwa ushirikiano wa uwili hususan kufuatia kusainiwa na utekelezaji wa mikataba na hati za makubaliano na upatikanaji wa rasilimali fedha, ujuzi na teknolojia kutoka nchi rafiki. Tatu, ni kunufaika na ushirikiano wa kikanda hususan kupitia utekelezaji wa mikataba na itifaki zote pamoja na programu za mtangamano. 4, kuimarika kwa ushirikiano wa kimataifa hususan kufuatia ushiriki wetu thabiti katika ajenda muhimu zinazohitaji juhudi za pamoja kama vile masuala ya mazingira, mabadiliko ya tabia nchi, nishati safi ya kupikia kwa kina mama ambapo rais wetu ni champion mkuu, kupambana na magonjwa ya mlipuko na uhalifu unaovuka mipaka. 5, ni kuhuishwa kwa muundo wa wizara kwa kuanzisha kitengo kipya cha uchambuzi wa mikakati ya siasa yani Global Strategic and Geopolitical Unit na kupandisha hadhi kitengo cha huduma za sheria kuwa idara. 6, ni kuimarika kwa taswira na heshima ya taifa letu katika nyanja za kimataifa pamoja na heshima kubwa na taswira ya kiongozi wetu mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania dunia nzima. 7, kuongezeka kwa mchango wa diaspora katika maendeleo ya taifa hususan katika sekta za fedha, nyumba, uwekezaji, benki, kilimo na viwanda. 8, ni kukamilika kwa mapitio
ya tathmini ya utekelezaji wa kituo cha uhusiano wa taifa cha Dr. Salim Ahmed Salim na utekelezaji wake kuanza kupitia bodi mpya. 9. Kuimarika kwa utoaji wa elimu kwa umma kupitia vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, machapisho na njia za kidijitali ambazo sasa taarifa za wizara zimekuwa wazi zaidi na karibu kwa wananchi moja kwa moja na kupitia kwenu waheshimiwa wabunge. 10. Ni kufanikisha upatikanaji wa kiwanja kikubwa chenye mita za mraba 10,500 eneo la Kisakasaka kwa ajili ya ujenzi wa ofisi mpya za wizara za kisasa pamoja na ukumbi wa mkutano mjini Zanzibar. Hiyo itakuwa ni mara ya kwanza kwa Wizara ya Mambo ya Nje kuwa na ofisi yake ya kudumu Zanzibar. Viungo vingine vya muungano vingi ama vyote vimeshakuwa na ofisi kasoro sisi. Tuna ofisi ndogo hivi sasa, lakini tunataka kuwa na ofisi ya wizara yetu wenyewe. Na 11, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kuwezesha kuanza kwa utekelezaji wa miradi ya ujenzi na vitega uchumi na ya kimkakati ikiwemo miradi ya ujenzi wa jengo la kitega uchumi Nairobi, Kenya kwa ubia baina ya wizara na NSSF. Huu ni mradi mkubwa na ni wa aina yake ambao utaleta tija, faida na pato kwa taifa kwetu sote, kwa upande wetu sisi wizara na NSSF kuweza kurudisha fedha zao zote za uwekezaji kupitia mpango mahsusi ambao ulishapitiwa. Nimshukuru sana Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete kwa kuendelea kutuunga mkono katika eneo hili. Upande mwingine ni ofisi ya DRC. Tumeingia katika ubia na mfuko wa taifa hifadhi ya jamii NSSF na mradi wa ujenzi wa kituo cha mikutano ya kisasa yani Mount Kilimanjaro Arusha International Conference Center jijini Arusha kwa ubia na AICC na PSSSF na ununuzi wa jengo la ubalozi wa Tanzania mjini Namibia, Windhoek, Namibia. Haya ni miongoni mafanikio makubwa. Naomba nieleze kwa ufasaha na uwazi, Mheshimiwa Naibu Spika, baadhi ya changamoto tunaendelea kukabiliana nazo na tunazifanyia kazi. Pamoja na manufaa makubwa tuliotaja na Tanzania kuwa na sifa kubwa duniani pamoja na sifa za kiongozi wetu, tuna changamoto ndogo ndogo ambazo utekelezaji unaathiri kidogo utekelezaji na majukumu, ingawa tunaendelea kuzitatua. Changamoto zote jumla, Mheshimiwa, ni 4. Ya kwanza kabisa ni baadhi ya nchi wanachama wa jumuiya ya kikanda kutoheshimu baadhi ya mikataba na makubaliano ikiwemo kutolipa michango yao ya kibajeti kwa wakati. Hatua hii inaathiri uratibu na ushiriki wetu katika utekelezaji wa programu za mtangamano wa kikanda. Hivi sasa majadiliano yanaendelea kwa pande zote mbili za EAC na SADC. Na kama unavyojua Mheshimiwa Naibu Spika, baadhi yao makao makuu yao yako nchini Tanzania. Kwa hiyo akipata changamoto yoyote na sisi kama nchi tunaathirika moja kwa moja. Natumai mmenielewa. Mheshimiwa Naibu Spika, la pili ni baadhi ya watu ikiwemo sekta binafsi kutochangia ipasavyo fursa zitokanazo na utekelezaji wa diplomasia ya uchumi kupitia ushirikiano wa uwili kikanda na kimataifa. Hapa naomba niweke msisitizo kwamba tunahitaji ushajiishaji wa sekta binafsi na wananchi kuwa karibu zaidi na sisi kuweza kuchukua fursa hizi. Hayo yamekuwa yakitolewa mfano na kuelezewa pia na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara nyingi, hasa anapofanya ziara na misafara mikubwa ya nje ya nchi kuambatana na wafanyabiashara hao ili kuzigeuza fursa hizo kuwa na mafanikio kivitendo. Hapa kunahitajika Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, mashirikiano yetu zaidi na vyombo vyote husika na wizara zote pamoja na bunge lako tukufu kushajiisha sekta binafsi kupitia jumuiya zao na taasisi zao kushiriki kwa vitendo zaidi kuchangamkia fursa hizo pamoja na ajira kwa vijana wetu. Naomba nitoe taarifa Mheshimiwa Spika kupitia bunge lako tukufu. Leo tuna wataalam 17 wamekuja kutoka serikali ya Qatar kuja kuwafundisha tena madereva wetu. Wao hawajakoma na sisi hatujakoma hivyo hivyo. Wamekuja wataalam 17 kuwafundisha madereva wetu na wamekuja na magari 4 ambayo yana digital mara hii. Kwa hiyo watafundishwa kwa magari ambayo watakwenda kufanyia kazi kule, na wanahitaji jumla ya vijana 1000 mara hii, na wanatakiwa kuondoka ndani ya kipindi cha mwezi mmoja, na nafasi zote hizo ni jumla nafasi 10,000. La mwisho kabisa Mheshimiwa, katika changamoto
kuzorota kwa hali ya amani na usalama katika baadhi ya nchi ndani na nje ya nchi ukanda wa Afrika, na hivyo kuathiri utekelezaji wa sera ya mambo ya nje, na jitihada zaidi zinahitajika katika eneo hili. Na la mwisho ni mabadiliko ya mwelekeo wa hali ya kisiasa, kiuchumi na mvutano wa baadhi ya mataifa nje ya nchi yenye uchumi mkubwa kutulazimisha baadhi ya mambo, na baadhi ya mataifa kukatisha baadhi ya misaada yao kwetu na ushirikiano. Hapa Mheshimiwa Rais ametoa mwongozo dhahiri ya kwamba tunaweza kujitegemea wenyewe chini ya siasa yetu ya ujamaa na kujitegemea. Mheshimiwa Spika, naomba nitoe mapendekezo ya vipaumbele ya makadirio ya mapato ya matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 2020. Mheshimiwa Waziri, muda wako unakaribia kwisha na unakwisha. Naomba uende kwenye maombi ya pesa moja kwa moja. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, na kwenda moja kwa moja kwenye makadirio na mapato ya matumizi kwa mwaka 2025 2026. Wizara inatarajia kukusanya maduhuli ya serikali shilingi bilioni 1.45 katika vyanzo mbalimbali vya makao makuu na balozi za Tanzania nje. Vyanzo hivyo vya mapato vinajumuisha upangishaji wa nyumba na za serikali zilizoko nje ya nchi na kudhibitisha nyaraka. Mheshimiwa Spika, kuhusiana na makadirio ya mapato na matumizi ya mwaka katika eneo la taasisi zilizoko chini ya wizara, ya kwanza kabisa ni kituo cha kimataifa ya mkutano AICC. Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2025 kituo kimepanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 33.18 kutoka vyanzo mbalimbali. Mapato yatatumika kugharimia uendeshaji wa kituo, mishahara na miradi mingine ya maendeleo na upanuzi wa ununuzi wa vifaa tiba katika hospitali ya AICC. Jingine ni kituo cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Ahmed Salim, ambapo katika mwaka wa fedha 2025/26 kituo kinakadiria kupokea na kutumia fedha kiasi cha shilingi bilioni 8.2. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 3.2 kutoka vyanzo vya ndani na shilingi bilioni 4.8 ni ruzuku kutoka serikali kuu. Hitimisho, Mheshimiwa Spika, ili kuwezesha kutekeleza kikamilifu majukumu ya wizara kwa mwaka wa fedha 2025/26, ninaomba bunge lako tukufu liidhinishe jumla ya shilingi bilioni 340 milioni 538 laki 6,014. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 294.998 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 45.54 ni kwa ajili ya bajeti ya maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba shukurani zote zilizokuwemo humu, shukurani kwa mabalozi nchi zote na shukurani kwa wale wote waliotuchangia ziingie kwenye Hansard katika wasilisho letu, lakini naomba kuhitimisha kwa kukushukuru tena wewe Mheshimiwa Naibu Spika binafsi kwa jinsi unavyoendesha vikao vyako kwa weledi na umahiri wa hali ya juu. Vile vile kwa niaba ya wizara napenda kutoa shukrani za dhati kwa kamati ya kudumu ya Bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama, mwenyekiti wake na wajumbe wake, wenye viti wa kamati zote za kudumu za Bunge, waheshimiwa wabunge wote kwa nafasi zao mbalimbali wa majimbo na viti maalum na kwa michango yao walioitoa kwa wizara yangu. Naomba nitumie fursa hii kuwatakia kila la heri na ushindi mnono huku anakoelekea kwenye majimbo. Mheshimiwa Naibu Spika, sasa kwa heshima na taadhima pamoja na wasilisho hili naomba kuwasilisha na kutoa hoja. Asante. Asante. Hoja imeungwa mkono. Mheshimiwa Waziri, asante sana kwa kusoma vizuri kwa ufasaha. Mheshimiwa Bunge, wakati tuendelea na taarifa ya wizara, Mheshimiwa Balozi wa